Ndugu yangu mpendwa, habari za saizi. Napenda kukukaribisha kidogo ili tupate kushiriki pamoja tafakari hii fupi. Na tafakari hii ninaitoa katika kitabu cha Joshua 3. Nilipokuwa naisoma Biblia, kisa cha wana wa Israeli. Wana wa Israeli sasa wako mikononi mwa Joshua. Musa amefariki kabla ya kuvuka Yordani. Sasa Bwana anamwagiza Joshua kwamba sasa ni wewe utaongoza wana wa Israeli. Lakini wametoka mbali kote kule, wamefika Yordani. Yordani ni mto mkubwa sana. Yordani ni mto ambao una maji. Wana wa Israeli ni taifa kubwa ambalo hata kuvuka kwa mtumbwi ni shida. Hata kuvuka kwa chombo cha wakati huo si ni chombo gani kingeweza? Na je, ingechukua muda gani kuwavusha, huku wana maadui wanawafuata nyuma? Wamefika Yordani. Je, wanavukaje pale? Je, wanavukaje mto wa Yordani? Ni jukumu la Joshua kuwavusha wana wa Israeli. Lakini Joshua ameagizwa na Bwana kwamba sasa wewe ndio utakayetangulia. Ndugu yangu, ninapojiuliza hili swali napata maswali mengi sana. Hebu tafakari, hebu jiulize kwamba unapofikia wakati mgumu sana ambapo huna la kufanya, hakuna ambalo liko chini ya uwezo wako, ni wakati mgumu sana, ni changamoto kubwa sana. Je, unafanyaje? Je, unachukua hatua gani? Nikupe dakika moja, tafakari juu ya hili ndugu yangu, ili uniambie unafanyaje unapofikia changamoto kubwa sana ambayo wewe huiwezi. Changamoto yako kubwa ni nini katika maisha yako? Katika maisha yetu kuna changamoto nyingi sana. Kila mmoja anapitia changamoto tofauti, zenye ugumu tofauti. Nyingine ni changamoto kubwa kama mto Yordani. Ni kama namna ambavyo unaambiwa kwamba vuka mto, na huku huna namna ya kuvuka. We hujui kuogelea, na hata kama unajua kuogelea, je, unawezaje kuvuka mto mkubwa sana kwa kuogelea? Je, hautachoka njiani? Je, unajua kuna wanyama gani ndani ya mto? Kuna wadudu gani ndani ya mto? Lakini unaambiwa vuka. Umefikia sehemu ambayo huwezi kuvuka. Umefikia magumu sana. Changamoto zako ni zipi? Je, ni kama mto wa Yordani ambao na Waisraeli wamefika pale, wanatakiwa wavuke ule mto, maana wameahidiwa kwamba wanaenda kwenye nchi ya ahadi, lakini wamefika kwenye mto ambao hawawezi kuvuka. Ndugu yangu, changamoto yako ni ipi hiyo kubwa? Je, ni shida gani kubwa shida gani uliona ambayo ni kubwa sana? Wana wa Israeli wako chini ya uongozi wa Mungu. Joshua ameambiwa na Mungu kwamba waongoze hao watu wafikie nchi ya Kanaani, maana mtumishi wangu Musa amelala. Sasa utaongoza wewe. Je, ndugu yangu, nikuulize kwamba wewe ni changamoto gani kubwa ambayo unapitia? Ni changamoto gani kubwa ambayo unapitia? Je, umekutana na shida gani ambayo unashindwa kwamba ufanyeje? Mungu yupo. Mungu yupo. Mungu atakuvusha. Mungu atakuvusha. Mungu atakuvusha. Lakini ukisoma Yoshua 3 mstari wa 5 inasema kwamba Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Jitakaseni. Ndugu yangu, jitakase. Unapoenda kumuomba Bwana akutatulie changamoto kubwa, jitakase. Jitakase, uende mbele za Bwana. Jitakase, uende mbele za Bwana, ili Bwana apate kuondoa changamoto hiyo kubwa ambayo unaona kama ni kubwa kwako. Nikupe dakika 2. Tafakari, ni changamoto gani kubwa ulionayo katika maisha yako ambao umefika hatua kwamba hapa siwezi, hapa sina namna. Hebu ikumbuke kwa dakika kama moja hivi, ndugu yangu. Nadhani rafiki yangu
utakuwa umetafakari na kujiuliza, na umeona kitu kilichoko mbele yako. Je, hicho kitu ulichokiona mbele yako, hiyo shida ambayo umeiona mbele yako, unadhani Mungu hawezi kuiondoa? Mungu alichokifanya, ukienda Yoshua hiyo 3 kuanzia mstari wa 16, tuanzie pale mstari wa 15. Kuanzia mstari wa 15 anasema kwamba basi hao waliolichukua hilo sanduku la agano walipofika Yordani, na nyayo za makuhani waliolichukua sanduku zilipotiwa katika maji ya ukingoni, maana Yordani hujaa hata kingo zake kufurika wakati wote wa mavuno. Shida gani kubwa ambayo imefurika kwako? Shida gani ambayo imefurika kwako? Kama mto wa Yordani unapofurika, imeziba hadi huoni, unaiona ng'ambo kwa mbali, lakini unashindwa kama utafikaje. Ukisoma mstari wa 16 anasema, ndipo hapo maji yaliposhuka kutoka juu, yakasimama, yakainuka, yakawa chuguu. Maji yakawa chuguu. Bwana yuko tayari kuiondoa shida yako. Itakuwa kama chuguu, utaiona kama chuguu pembeni, na wewe utapita katikati. Mungu atakuvusha katika shida yako, maana Mungu ni mwema kwetu. Atakuvusha kama Bwana alivyotenga maji, akatenga mengine kulia, mengine kushoto, yakawa kama chuguu. Wana wa Israeli wakapita kwa madaha kabisa katika sehemu kavu, huku wakiona maji huku, wakiona maji mengine huku, maana mkono wa Bwana uko pamoja nao. Ndugu yangu, mkono wa Bwana uko pamoja nawe, na mkono wa Bwana utakuvusha. Ukisoma mstari wa 17 anasema, na hao makuhani waliolichukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordani. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordani. Utavuka na familia yako, utavuka na watoto wako, utavuka. Hilo tatizo litaondoka, kama ni ugonjwa utaondoka, kama ni shida yote itaondoka, pale ambapo tutakapomtegemea Bwana. Jitakase, then move. God is there to clear the way. Then move. Kama Bwana alipofanya maji yale yakawa chuguu huku, ndipo utakavyoona matatizo yako ukiwa umeacha pembeni, wewe unapita tu, maana nguvu ya Bwana inakuongoza. Ndugu yangu, nakuombea Bwana akakuvushe kama alivyolivusha taifa la Israeli, akayafanya matatizo yako kuwa chuguu, yakakae pembeni na sio mbele yako, na uvuke salama. Mungu akutangulie ukavuke salama katika maisha yako yote. Muombe Mungu atakuvusha. Hamna tatizo ambalo ni gumu kwa Mungu wetu. Kila tatizo analiondoa. Kama aliweza kutenga maji akayafanya kuwa chuguu, ambayo ni muujiza wa ajabu, matatizo yako Bwana atayaondoa, na Mungu akakuondoa tatizo lako kwa Yesu Kristo tunaomba, amina. Mungu wangu na Baba yangu, ninakuomba Baba, kayafanya matatizo yetu kuwa chuguu, tupite tuione pembeni, kama wana wa Israeli walivyowavusha Yordani, maji ukaweka pembeni kushoto na kulia, wakapita kati Baba. Tukapite kati Baba, maana mkono wako unaenda kutuongoza. Mtu huyu kamvushe, mtu yule kamvushe, kamtoe katika shida yake, ayaone matatizo yake kama chuguu, yako pembeni, yanapita, maana anaongoza na wewe. Katika jina la Yesu tunaomba, amina.